Nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo wa kuleta mabadiliko na kusababisha vitu vitokee. Isaya 9:6 Biblia inasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, mtoto mwanaume, na uwezo uko mabegani mwake. Isaya aliona kabla miaka iliyopita, kabla ya Yesu kuzaliwa, akaona uwezo wa Yesu upo kwenye mabega yake. Mabega ni nguvu, mpendwa. Ni mabega yana nguvu. Kuna ishara ambazo unaweza ukaziona kwenye mwili wako. Wakati mwingine unaona mabega yako yanauma, uelewi mabega kama sio ya kwako. Maana yake watu, ni ishara ambayo inakuonyesha kwamba watu wanapiga nguvu zako. Lakini pia unaweza ukaota ndoto watu wanapiga mabega yako, watu wanapiga mabega yako. Maana yake watu wanapiga nguvu zako. Kitu kingine, unaweza ukaona mabega yako yameibiwa katika ndoto. Maana kuibiwa kwa mabega yako, maana watu wameiba nguvu zako. Na nguvu tunazipataje? Nguvu unazipata katika eneo la kwanza ambalo utapata kwenye imani. Amini mpendwa. Nguvu zinapatikana hapo. Ukiamini kesho itakuwa hivi, itakuwa kwako. Lakini cha pili, nguvu inapatikana kwenye maombi. Omba, itaidi, amka usiku. Lakini cha tatu, kwenye neno. Ni kwenye neno ndiko kwenye Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapojitahidi na maombi kwenye neno, nguvu ya automatically zitakuja kwako. Lakini kitu kingine, utapata nguvu wapi? Kwenye kufunga. Jitahidi kufunga mpendwa. Nguvu ziko hapo. Unajua watu wanapoanza na Mungu mwanzoni wanajitahidi sana kuwa na Mungu, kufunga na nini na nini, hata wachungaji wenyewe. Lakini still siku zinavyozidi kwenda na kupata mafanikio, watu wanasahau hivi vitu. Baadaye wanakuwa hawana nguvu tena. Hii si kwa mtumishi tu wa Mungu, hata wewe ambaye mshirika. Unapopunguza uwezo wako, nguvu nazo zinaondoka. Mwangalie Sauli alipokuwa na Samuel. Alikuwa anasikiliza maelekezo yote. Baadaye akaamua kuacha. Mungu akaacha kusema naye kwenye ndoto, kwenye maono. Alishindwa. Kwa hiyo mpendwa, na kuomba sana, jitahidi kupata nguvu. Ni hizi njia, hacha kudanganywa na watu. Nguvu ziko hapo. Jitahidi, tafuta maarifa ya Mungu na utafanikiwa. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema.